Baada ya miaka ya mateso, machozi ya kimya na mapenzi ya uongo, hatimaye Shani alipata nafasi ambayo ni adhimu sana. Nafasi iliyokuwa ikiwaniwa na maelfu, lakini yeye alikuwa mmoja wa wale 6 waliopata bahati hiyo ya ajabu. Lakini bahati haikuja na faraja. Alipokuwa ofisini akiwaza mengi yaliyotokea, kumbe kulikuwa na jambo ambalo lilikuwa kitendawili kwake. Wenzake waliripoti mapema, wakiwa wamejipiga picha na viatu vya bei, wakionekana kama bamalozi wa mafanikio. Shani hakuwa miongoni mwao, sababu hakuwa na nauli. Hakukuwa na mtu wa kumkopesha. Alikaa wiki moja kijijini akisubiri tumaini kama tone la mvua jangwani. Hatimaye alifika kazini akiwa wa mwisho, na cha ajabu tayari jina lake lilishatangulia. Lakini si kwa sifa, hapana. Ilikuwa kwa shombo la uzushi. Moja ya wafanyakazi aliyeajiriwa naye, Caroline, aliyesoma naye chuo, alianza kampeni ya kishetani. Wakati wakiwa chuoni, walikuwa wakisalimiana tu, hakuna urafiki wa karibu. Lakini sasa Caroline aliona Shani kama tishio, kama kivuli cha kumbukumbu alizotaka kusahau. Akaanza kusambaza jumbe, akaeneza sumu. Yule msichana aliwahi kuishi kama hausigeli, si unamkumbuka? Huyu si ndiye alikuwa anauza kacholi chuoni? Anaweza vipi kuwa mmoja wetu? Ana historia ya ajabu, sio mtu wa system. Na hivyo Shani akaingia ofisini akiwa hajui anatambuliwa kama shujaa wa uongo. Kila mtu alimtazama kwa jicho la mashaka. Aliingia kama takataka kwenye ofisi yenye viti vya bei ghali. Ofisini walikuwepo wanawake 3 na wanaume 4, waliosoma, waliopendeza, waliokuwa na maneno kuliko kazi. Hao waligeuza jina la Shani kuwa fimbo ya kumchapia punda. Walikuwa wananyali kwa zamu kama foleni ya wanafunzi wa dei. Na bado Shani aliendelea, alinyamaza, hakujibizana. Shani alipoajiriwa hakutarajia mazingira ya kazi kuwa kama gereza lenye ubao wa majina ya kufuta. Kila siku alitembea kwenye ofisi kana kwamba anapita kwenye mgodi wa maneno. Bosi wake alikuwa mbwa mwitu mkali asiyejua kutofautisha sukari na chumvi. Bosi huyu alifanya kosa moja kubwa. Alimwamini sana Caroline. Aliwaamini sana wanaosema sana kuliko wanaofanya kazi na wakimya sana. Na huo ndio mwanzo wa janga lingine la Shani. Siku moja alipokuwa amekaa ofisini akitafuta faili lililopotea, alipokea simu. Ilikuwa ni rafiki yake wa zamani, Moses, yule aliyemsaidia kupiga kampeni chuoni. Walizungumza kwa bashasha, wakakumbuka kacholi, mikutano na matusi ya kampeni. Baada ya vicheko, Moses akamuuliza, "Shani, umewahi kuambiwa kuhusu Caroline? Yule aliyesoma naye?" "Ndiyo, huyo. Anakuchafua kila mahali. Anaeneza maneno machafu kwa viongozi hadi mikoani. Wewe ni story kwenye mdomo wake kuliko hata matokeo ya sensa." Shani alipatwa na butwa. Hapo ndipo alianza kuchunguza. Akagundua hata ndani ya ofisi, Caroline tayari alikuwa amejengea kaburi la uzushi. Wafanyakazi walijua mambo ambayo hata Shani mwenyewe hakuwahi kuyasikia. Ilikuwa ajabu iliyojaa uchungu. Alitisha kikao cha dharura. Akakabiliana na Caroline. "Kwa nini unanisema vibaya? Nimekukosea nini?" Caroline alinyamaza. Akatetemeka kama mtu aliyepigwa na radi ya maneno. Lakini bado uzushi ulikuwa tayari umetamalaki kama majani mabichi ya sumu. Shani aliendelea kulaumiwa, kukataliwa na kuzushiwa. Wengine walidai anatoka na babos, wengine wakasema anarekodi mazungumzo ya watu. Alionekana kama kamera ya CCTV ya ofisi. Hata waliokuwa na mavi walimkimbia. "Usikae naye sana, anatumwa." Mnasikia alivyopanda cheo. Tina walikutana na diwani guest house. Shani hakuwa na rafiki, hakukuwa na mchungaji, hakukuwa na mganga. Alikuwa na simu na Biblia. Hiyo ndio ilimsaidia kuishi. Kila siku alisali, alikilia, akasujudu ofisini akifanya kazi kama mchwa, usiku na mchana. Hakujali afya yake, hakujali kutengwa, hakujali vinywa vilivyojaa sumu. Lakini Mungu huandika polepole. Wapo waliompenda, wachache tu, kama taa mbili katika giza, waliomwonea huruma, waliomletea chai na kumwambia usikate tamaa.
lakini haikutosha kuokoa jina lake. Uzushi ulikuwa umekita mizizi. Alihusishwa hata na viongozi wa mkoa. Wafanyakazi wenzake, hasa wale wanawake 3 na wanaume 4, walikuwa na umoja wa ajabu, lakini si kwa kazi, bali kwa hila. Kila mmoja alijua ratiba ya Shani, mavazi ya Shani, na hata muda anafika chooni. Walikuwa na makubaliano ya kimya kimya. Tumpige chini huyu. Ofisi hiyo ilijaa huki zisizoonekana kwenye karatasi. Waliunda vikundi vya WhatsApp vya siri ili kujadili mbinu za kumchafua. Walimwandikia barua za malalamiko ya uongo wakisema anawadharau. Walimshusha chini kwa sura zao mbaya zenye uhalisia wa shetani aliyemdanganya Eva kwenye bustani ya Edeni. Kila analofanya hawakumsifu bali kwenda kwa boss kubadili jema kuwa baya. Wanarudi hushangilia na kufurahi kwa kejeni. Shani alikuwa kama mtu anaishi katika chumba chenye vioo. Kila mtu anamuona, lakini yeye hamuoni yoyote. Alikuwa akitembea akiwa na hofu ya kudondokewa na sumu ya uzushi. Na bosi wake hakuchukua hatua kwa lolote lile. Kwa nini? Kuna mabosi wengi wanashindwa kusimamia haki kwa sababu wanaogopa kupoteza watu wa karibu ofisini. Wananyamaza kuona udhalimu wakidhani wanahifadhi amani, kumbe wanakula rushwa ya kimya. Na huku ndiko hila zinazowafanya wengi waache kazi. Shani alipitia mambo yafuatayo: kudharauliwa na timu yenye ushikaji wa kindugu, kuonekana kama tishio badala ya mshirika, kutengwa kwenye maamuzi ya ofisi kwa sababu hujazaliwa eneo rahia, kufanywa michezo ya kuchomekewa makosa kazini, kuchomolewa majina kwenye training, semina au miradi ya maendeleo. Aliuliza mara nyingi moyoni, kumbe kama hii ndio kazi niliyoiomba kwa machozi, kwa nini inanifanya nihisi kama mfungwa? Alijifunza kuwa mara nyingine si kazi inaowatesa watu, ni mazingira, ni tabia za watu, ni ukimya wa bosi wenye madaraka lakini wasio na misimamo. ACL Media, African Community Life. We are the legacy of Africa.